Naam, na hii ni sehemu ya 37 msikilizaji. Asante sana kwa wewe ambaye umesha subscribe channel hii, na kama bado basi ninakuomba sana msikilizaji uweze kusubscribe channel. Tafadhali subscribe tu kama wewe ni mpenzi sana wa simulizi. Usije ukajikuta una subscribe kuniridhisha tu. No, fanya hivyo kama unavutiwa sana na simulizi kutoka hapa Lumba Simulizi. Na wewe mwanafamilia, usisahau, kumbuka ninafurahi sana kuona like pamoja na comment yako kwa yale yote ambayo tunayasikiliza, ama yale yote ambayo unavutiwa kutoa maoni kutokana na sehemu ambayo tunakuwa tumefika. Na tulipoishia sehemu ya 36 ni baada ya kuona Hamza ameambiwa na Leviathan waweze kuingia ndani ya boti kuweza kuzungumza mawili matatu kutokana na viashiria ambavyo ameviona. Na Hamza amesema fresh twende, lakini Leviathan akasema pia kwamba hata hivyo mke wangu na watoto pia wamemisi kukuona, kwa hiyo twende pia waweze wakakusalimie. Kwa hiyo baada ya Hamza kuingia hapo, kumbuka maafande wengine ambao Hamza alikuja nao walibaki wakishangaa tu, iweje kamanda wao apigwe pigo la namna ya kipekee na Leviathan, alafu huyu Hamza ambaye alikuwa naye kwenye boti anakwenda kusujudia, yani anapigiwa magoti na kundi zima la Leviathan. Walianza kujiuliza, huyu Hamza huyu sio mtu wa kawaida huyu, iweje? Lakini nikakutoa tena tukaenda mpaka Australia msikilizaji, ambapo huko tulimkuta mama yake Reji akiwa pamoja na Side, yani mama yake Reji wa kambo ambaye ni Lamla. Sasa kule Australia tulimuona pia na Frankie yupo huko, na alikuwa amerudi na demu wake nyumbani kwake, na bahati mbaya kama amemkuta mama yake ndani ya nyumba. Sasa baada ya purukushani zile tunafahamu wote kilichotokea na mpaka alichofanyiwa Lamla kwa kuweza kuuliwa kwa mtoto wake Frankie. Sasa kipi ambacho kitaendelea hapo? Maana Side inaonekana ni katili vibaya sana. Maana kwa jinsi tulivyomuua demu wa Frankie. Frankie kumbuka naye pia ni marehemu hivi sasa. Tunasonga mbele. Naam. Ndani ya meli mazingira yalikuwa ni yenye kupendeza mno kwa uwepo wa mapambo mengi ya kifahari, huku vitu vingi vikiwa ni mkusanyiko wa mabaki mbalimbali ya kale ambayo ilikuwa na thamani kubwa sana, ikiwemo aina mbalimbali ya ngozi za wanyama adimu. Sasa kwa wakati huo ambapo Hamza aliingia, aliweza kumuona msichana mdogo kibonge tu ambaye alikuwa akicheza na taji la rangi ya dhahabu hivi lililopendezeshwa na madini ya almasi. Alikuwa pia mwanamke mwingine mrembo tu hivi mzungu aliyevalia mavazi ya tamaduni za kikale na kumfanya sasa onekana ni kama malkia ndani ya ufalme. Sasa yule mwanamke akasema, hatimaye nimekutana na wewe my prince. Aliongea mwanamke huku sasa akishika gauni lake na kuonyesha heshima kwa kusinyaa. Sasa Leviathan akasema kwamba bosi, huyu ndio mke wangu, anaitwa Monica, na amejiandaa sana kwa siku hii ya kukutana na wewe, na unavyomuona hivyo amejipamba kwa nusu siku. Aliongea Leviathan huku akiwa na tabasamu. Hamza akasema, ngisi, hongera sana kwa kuwa mwanamke mrembo kama huyo. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Monica akasema, asante sana kwa kunisifia. Ukweli ni kwamba kazi yangu kubwa ni uandishi wa habari, na ninavutiwa sana na simulizi zinazohusiana na ulimwengu wa giza, hususan kuhusu wewe. Licha umri wako kuonekana kuwa mdogo, lakini una uzoefu wa miaka mingi, hivyo natamani kupata heshima ya kuandika wasifu wako. Aliongea kwa adabu kubwa huku akijitahidi kuonekana mkarimu. Hamza akasema, unaonekana kuwa mkarimu sana, lakini pia sio wa kawaida mpaka kubali kuolewa na Leviathan. Kuishi na mjinga kama huyu lazima tu itakuwa ni ngumu kwako sana. Aliongea Hamza akitania na kumfanya Monica kutabasamu. Monica akasema, saa naweza kukuuliza swali? Aliongea Monica huku macho yake sasa akiwa na hamu kubwa sana. Hamza alitingisha kichwa kumpa nafasi huku akijambia mwandishi huyo na dada yake Flora wanaonekana kufanana sana kwa vitu vingi. Sasa Hamza akasema, sisi ni kama ndugu, hivyo naweza kuuliza tu, haina haja ya kuonyesha heshima hivyo. Aliongea Hamza na Monica alitingisha kichwa kubali. Monica akasema, kwa muda mrefu sana nimekuwa na shauku kutaka kujua kama unapendelea kuitwa kwa jina lako la msimbo la The Prince KT ama unapendelea la Hamza mzee ambalo ni la hivi sasa. Aliongea na kufanya Hamza kushangazwa na swali hilo. Ukweli ni kwamba alishasahau jina hilo la ufupisho wa msimbo wa KT. Tena alishasahau kwa muda mrefu sana, na kitendo cha kutajwa alijikuta kumbukumbu zikimpeleka mbali. Upande wa Leviathan aliona Hamza atapandwa hasira.
Hivyo haraka aliingilia akasema, darling, bosi wetu hapendelei sana kukumbushwa kuhusu maisha yake aliyopita, hivyo muombe radhi haraka sana. Leviathan mara baada ya kuongea hivyo, Monica haraka alinamisha kichwa chake chini na kuomba radhi. Hamza akasema, sijawahi kujichukulia kama mtu mkubwa. Isitoshe mambo aliyofanya ni ya kikatili. Hakuna cha kujivunia chochote kutoka kwangu. Baada ya kuongea hivyo, Monica akasema, upaswi kuongea hivyo. Kama sio kujitokeza kwako kipindi kile, pengine rasilimali zote za ulimwengu ambazo zilikuwa chini ya nguvu ya mashirika ya siri zisingeweza kuwa huru kama ilivyo leo. Ukiangalia kwa miaka hii 3 uliopotea, kuna makundi mengi sana ulimwengu wa giza ambayo yamejichipua. Kwa hiyo sidhani kama angejitokeza chini ya uangalizi wako. Aliongea Monica kwa maneno ya dhati kabisa na kumfanya Hamza kutabasamu. Hamza akasema, hivi kumbe nimefanya mambo mengi namna hiyo Mbona najisi kama muuaji niliyestaafu? Leviathan akasema, bosi, nadhani tu tuachane na hii mada kwanza. Kutana kwanza na mtoto wangu Debbie hapo. Mwangalia alivyofanana na mimi. Aliongea Leviathan wakati huo sasa akimbeba msana aliyekuwa akicheza na kumpeleka mbele ya Hamza ambaye alinyosha mkono wake na kushika mashavu yake. Hamfanani kabisa. Mngefanana asingekuwa mrembo namna hii. Alafu ningejua mke wako na mtoto wako wapo huku, ningeandaa zawadi ya kuja nayo. Bosi, mimi sina ninachokosa hapa. Zawadi ya nini tena Kwangu mimi kuwapa nafasi mke wangu na mtoto wangu kukuona ni zawadi tosha. Leviathan aliongea kwa kicheka. Sasa Hamza alimchukua Debbie kwenye mikono yake na kisha alimkiss kwenye mashavu na kufanya katoto wako sasa kuishia kutoa tabasamu la furaha. Alimwangalia machoni na alijikuta hali ya joto ikiujaza moyo wake. Mtoto huyo kwa namna ambavyo alikuwa mzuri na yeye pia alitamani kuwa na wako wake. Ijapokuwa Monica alitamani sana kufanya mahojiano na Hamza, lakini alizuiliwa na Leviathan. Kikawaida angemsaidia mke wake ili kufanya mahojiano na Hamza, lakini hata hivyo angemsupport kwa kila kitu, lakini likija swala linalohusiana na Hamza alikuwa mkali sana. Leviathan alijua Hamza hakupendelea masuala yake kuzungumzwa hadharani. Kwani licha kwa wengine inaweza kuwa simulizi ya kufurahisha kusikia na ya kishujaa, lakini kwa upande wa Hamza ni simulizi iliyojaa maumivu. Sasa Hamza akauliza kwamba Leviathan, umesema kuna kitu umegundua, ni kitu gani hicho? Aliuliza hivyo Hamza huku akiwa amekaa kwenye sofa akivuta sigara ambayo amepewa na Leviathan. Sasa Leviathan akasema, bosi, nimeweza kumuokoa mmoja ya maharamia wa The Shark. Ndio aliyekuwa na bahati ya kuwa hai baada ya kujirusha majini akiwa na gogo ambalo limemfanya kuelewa kwa muda mrefu. Aliongea na muda mfupi mwanaume ambaye alionekana kuwa na hali mbaya kutokana na kuungua na jua mwili mzima pamoja na vidonda. Aliletwa mbele ya Hamza na kupigishwa magoti. Sasa huku akitetemeka akasema, mkuu Leviathan. Leviathan akasema, rudia kueleza kila kitu ulichoshuhudia siku hiyo. Aliongea na bwana huyo hakupinga. Alianza kuelezea tukio la boti ya uvuvi kusogelea meli yao na mtu ajabu ambaye mwili wake unaweza kujiponya alivyoshambulia na kuua kila mtu. Na mpaka hapa msikilizaji tunafahamu aliyefanya hivyo ni nani? Ni Saidi. Kwa hiyo Hamza mara baada kusikia hivyo sura yake ilijikunja na alionekana kuwa katika tafakari ya kina. Leviathan akauliza kwamba bosi, unadhani wanaweza kuwa watu kutokea Strigoi? No, watu wa halmashauri ya giza hawana wadui wote na sisi. Tena mara nyingi wanatamani sana kuwa na rafiki na sisi. Kama kweli walikuwa ni Strigoi na wameona chata ya ngisi kwenye bendera, wasingeshambulia. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Leviathan akasema, kama ni hivyo, ni binadamu gani sasa amewaua ambaye anaweza kupona baada ya kushambuliwa na risasi? Sasa Hamza macho yake yalisinyaa na pale pale alionekana kama mtu aliyeshikwa na wasiwasi kwenye macho yake kwa namna ya kutambua kinachoendelea. Hamza akasema inawezekana ikawa ni biochemical regeneration technology. Aliongea Hamza kimaanisha inaweza kuwa teknolojia ya kibiolojia ya kujiponyesha. Sasa giza nene lilikuwa limekwisha kutanda wakati Hamza alipoweza kutoka nje ya meli ile. Leviathan alitaka kuagiza watu wake kumrudisha Hamza nchi kavu, lakini aliwaambia haina haja kutokana na sababu zake. Hivyo kimya airudi kwenye speedboat aliyowaacha wenzake. Afande Karo na wengine wote mara baada sasa kumuona Hamza akirudi, walitamani sana kujua kile kilichokuwa kimetokea kwenye meli hiyo. Hamza ambacho aliishia tu kuambia ni kwamba
Swala hilo lishapatiwa ufumbuzi na maharamia hao wa Sea Demons wataondoka hapo na kuachia baadhi ya meli walizokuwa wamezishikilia na mizigo yake yote pamoja na hela kwa jeshi la Tanzania. Sasa mara baada ya kuongea hivyo, kila mmoja alijawa na uweni kubwa sana, lakini hata hivyo walibakiwa na shauku ya kutaka kujua ubini halisi wa Hamza mpaka kuheshimika kwa watu hao. Lakini wasingemuuliza. Hivyo kimya waliweza kurudi nchi kavu. Nani ana ubavu wa kumuuliza Hamza ubini wake? Hamza wakati anakanyaga ardhi kavu, ilikuwa ni usiku kabisa, na alijaribu kumpigia Dina ili kumuuliza kama yupo Kijichi. Lakini Dina alimwambia atakuwa nje ya mji kwa siku kadhaa. Hamza alipata aweni. Isitoshe, licha kutaka kutimiza ahadi kwa mrembo huyo, lakini vile vile alikuwa na mpango wa kwenda kumpetipeti Reji mpaka apunguze hasira, maana hawakuachana katika hali ya amani. Unafahamu tukio la mwisho walivyoachana hivyo baada ya taarifa hiyo moja kwa moja irudi nyumbani. Na tena huko alikotoka kwa Leviathan ameona katoto, kapata na hamu ya mtoto. Reji ataenda kuisoma namba. Sasa baada ya kuingia ndani, aliweza kugundua taa za chumba cha kujisomea cha Regina zilikuwa zinawaka. Na ilimfanya kusogelea mlango na kujaribu kugonga, lakini hakuweza kusikia jibu. Alijaribu kushika kitasa cha mlango na kusukuma, na mlango ulionekana huko umefungwa. Hivyo alisukuma polepole na kuingia ndani, na hapo ndipo aliweza kugundua Reji alikuwa amelalia meza akiwa sasa amejifunika koti na alikuwa singizini. Hamza alipiga hatua kusogelea meza hiyo na kuona tarakishi ilikuwa inawaka na kuna nyaraka ilisomwa nusu iliyokuwa ni ripoti ya survey katika soko la Ulaya. Hamza aliona kumwacha mrembo huyo kuendelea kulala sio vizuri. Kuendelea kulala eneo hilo sio vizuri. Afu isitoshe muda ulikuwa umeenda. Hivyo bila kumwamsha aliamua kumbeba, lakini kitendo cha kutaka kumsogelea tu Reji kaliinua kichwa chake na kumwangalia kwa macho ya kirembo tena aliyokuwa na usingizi. Akauliza, "Vipi umerudi?" Hamza alijikuta akishangaa baada ya kusikia sauti hiyo. "What?" Tena kakauliza, "Umerudi?" Ni sauti ambayo haikuwa na hasira kama alivyotegemea wala ilivyokuwa wakati wa mchana. "Ya, nimerudi. Sorry kwa kuamsha. Sikuwa nimelala, niko nimejipumzisha tu." Reji aliongea, na muda huo alionekana kushtuka ghafla na kumfanya Hamza kushangaa. "Mbona umeshtuka? Nini kimetokea?" Nimedondosha contact lens yangu." "Kumbe una shida ya macho?" "Acha kujifanyisha ujue basi. Ina maana hujawahi kuona macho yangu yana tofauti kutokana na kuvaa lens. Kwa hiyo hapo huoni kabisa. Nikusaidie kuitafuta?" "Sijasema mimi ni kipofu." Majibu ya Regina. Reji aliongea huku sasa akiokota kilenzi kidogo kwenye nyaraka, na kisha alivuta draw na kutoa kikopo cha dawa na kutoa vidonge kadhaa na kumeza. Baada ya hapo airudisha ile lenzi kwenye jicho lake la kushoto na kisha kupepesa macho mara mbili ikionekana imekaa sawa. Hamza alishindwa kujizuia kutokutabasamu. Hakujua kwa nini, lakini mara baada ya mrembo huyo kumaliza kuweka lenzi hiyo pamoja na kupepesa macho, aliona muonekano huo ulivutia zaidi. "Sasa inakuwaje ukaweka kirahisi namna hiyo?" aliuliza Hamza. Ukweli hata yeye hakuelewa, maana kama ni kuweka angalau angehitaji kioo, lakini kwa Reji ilibandikwa haraka tu. "Macho yangu ni makubwa ndio maana. Nakumbuka wakati nasoma wanafunzi wenzangu wa kike walikuwa wakiyaonea wivu macho yangu." Aliongea na kumfanya Hamza kutingisha kichwa kuelewa na kujiambia ni kweli kabisa walikuwa na haki ya kumwonea wivu, maana yalikuwa ameendana na muundo wa sura yake kwa 100%. "Sasa wewe ulifikiri watachaje kuona wivu? Kwa urembo uliokuwa nao nadhani wanaume wote walikuwa wanakuangalia wewe tu. Acha kunisifia huko bwana. Niambie kwanza kama swala limeisha." "Litakuwa limeisha na usio na wasiwasi. Hata kama ikitokea mtu akija tena, nitaenda kushughulikia." Aliongea Hamza, na Regina hakuuliza amelishughulikia vipi. "Sawa, nisi miguu yangu kama huna usingizi, unaonaje tukienda kutembea huko nje kidogo?" Hamza mara baada ya kuambiwa hivyo hakutaka kabisa kukataa, na kwa haraka alikubali, huku akijiambia itakuwa ni wasaa mzuri wa kuongeza ukaribu wake na Reji. Wawili hao kwa pamoja walitoka nje ya geti ya nyumba. Hakukuwa na baridi sana, hivyo waliweza kutembea pembezoni mwa barabara iliyokuwa na mwanga wa taa, zile taa za sola zile, na kutokana sasa na upepo wa baharini ilimfanya Regina kujisikia vizuri. Wakati wakiwa wanatembea, Hamza aliona kuna kitu kilichokosekana. Alimwangalia Regina aliyekuwa pembeni yake,
na kisha akaangalia mikono yake na kushikwa na tamaa ya kuishika. Lakini sasa baada ya kukumbuka alivyomkasirisha, alipatwa na hali ya kusita kwa kudhania anaweza kuyaanzisha tena. Maana Reggie hachelewi kubadilika. Sasa baada ya kufikiria zaidi ya mara mbili, aliona haina haja ya kuwaza sana na kujiambia siku zote yeye ndio anayepaswa kuanzisha mashambulizi kama mwanaume. Kwa namna isiyokuwa ikielezeka, hata alishangaa likija swala la Regina, alipatwa na hofu kubwa na hakujua ni kwa nini. Yaani kwa wanawake wengine anaweza akajikuta anafanya chochote, ila kwa Reggie ni kama anamuogopa fulani hivi. Sasa baada ya kutembea kwa umbali mrefu kama kilomita 1 hivi, Regina aligeuka na kumwangalia. Mbona ongei chochote? Mimi ninapokujua ni mwongeaji na sio mkimya. Ni kwa sababu sijui cha kuongea. Oh. Regina alishia kutingisha kichwa tu na hakuuliza zaidi na kuendelea kutembea. Hamza alishia kujidharau kwenye moyo wake kwa kujiambia alipaswa kuendeleza topic hapo hapo na sio kuikatisha. Pengine kutumia muda huo kuomba msamaha. Swala la Ana lilikuwa la kukurupuka kwa upande wake na aliona alipaswa kuyamaliza na Reggie kwa kuomba kusamehewa. Sasa wakati akiwaza nini cha kuongea, dakika hiyo hiyo mvua nayo ambayo sasa haikueleweka hata sijui imetokea wapi, ilianza kunyesha kwa kasi. Reggie akasema turudi zetu bwana, naona ishaanza kunyesha. Aliongea Regina huku sasa ikunja sura. Hamza aliona umbali mpaka wafike nyumbani ni mrefu. Hivyo bila kufikiria mara mbili alivuta koti lake la suti na kumfunika kichwa. Sasa jambo hilo Reggie hakulipenda. Akamwangalia Hamza usoni akamwambia unafanya nini? Hamza akasema nafanya hivi ili usinyeshewe kichwani. Utaloana sasa shati lako, afu shati lako ni jepesi na mimi nimevaa koti pia. Mvua kidogo sana hii, haiwezi kuloanisha. Aliongea Hamza na Regina alichojisikia moyoni kilikuwa cha tofauti. Hakikuwa yani, unajua hakuwahi kuwa kadi namna hiyo hapo kabla. Sasa upande wa Hamza alikuwa mbishi na alipanua mikono yake na kumkinga Regina asinyeshewe na mvua. Regina alishikwa na wimbi la hisia za ajabu kwenye moyo wake na alishia kutokumzuia. Wale hao walijikuta wakiongeza spidi kurudi, lakini mvua ilizidi kuwa kubwa. Sasa Hamza akasema wife, kwa stari hii tutafika tumelewana kabisa. Unaonaje nikikuweka mgongoni ili iweze kuwa kwa haraka? Kwani nikiloana kuna shida gani? Mimi sio katope bwana. Yaani mimi ninachomaanisha sio wewe kuloa bali wahi kurudi kabla haijazidi kuwa kubwa. Kama unataka nikimbie na kimbia basi. Aliongea na pale alianza kukimbia kurudi uelekeo wa nyumbani. Alikuwa amevalia visendo na kadri vilivyokuwa vikiloa maji, yani yale maji machafu ya barabarani, ndio miguu yake ilivyoanza kuteleza na ilikuwa ni kama Hamza alivyowaza kwamba atateleza. Kwani ila anaruka tu shimo katika barabara, alijikuta akiteleza na kupiga kelele. Lakini sekunde ambayo sasa alijua anakwenda kudondoka, hatimaye mikono yenye nguvu ilimshikilia. Maji ya mvua yalishuka kutoka katika nywele ndefu za Hamza na kumwagikia usoni. Acha kuambishi. Kwa majukumu ulionayo unapaswa kulinda afya yako. Aliongea Hamza huku akitoa basamu hafifu. Na baada ya kuongea hivyo, hakujali ubishi wa Reggie, kwani pale alimbeba na kukimbia naye kurudi nyumbani. Regina hata hakujua nini kilichotokea, kwani mvua ilikuwa ikimnyeshea na kulikuwa kuna baridi, lakini alikuwa akihisi joto ambalo halikuwa likielezeka. Dakika chache tu wote waliweza kufika nyumbani na Hamza aliingia chumba cha wageni na kutoka na mataulo mawili na moja alimpatia Regina ajifute. Kama ningejua itanyesha, ningechukua mwavuli. Regina sura yake ilishia kushikwa na haya na kuongea chochote na kufanya eneo hilo la sebuleni kuwa kimya na hali kutokuwa kawaida. Regina, si unaenda kuoga na kisha upumzike? Aliuliza Hamza na Reggie ndo alikumbuka muda ulikuwa umeenda sana. Ndio, mimi natangulia kwenda juu. Usiku mwema. Aliongea na kisha kuanza kuzikwea ngazi kwenda juu. Reggie, I'm sorry Regina. Aliongea Hamza kwa sauti ya chini kumfanya Regina kusimama na kugeuka nyuma. Kuhusu nini? Kuna lingine lipi zaidi ya lile swala la mimi na Ana? Natamani kuambia uachane nao wote, ila haiwezekani na pia sijali. Siku nyingine kwa tu makini. Aliongea na kumfanya Hamza asielewe Regina anamaanisha nini kusema hajali na siku nyingine awe makini. Lakini kwa namna alivyoongea Regina kidogo alipatwa na weni. Wife, kwa hiyo hauna hasira tena na mimi? Ukiendelea kuongea ujinga, nitakuwa na hasira kweli. As you command. Aliongea Hamza kwa lugha ya Kiingereza
na Regina mara baada ya kumwangalia alivyo mdogo mbele yake, midomo ilishia kumcheza. Ana na wenzake nimekubali kuajiri kutokana na usalama wa kampuni. Usije ukadhani nimekubaliana na wewe kwa ajili yako. Ndio, sitofikiria hivyo. Aliongea Hamza kwa sauti yake akionyesha alikuwa na hofu asije kuongea kauli yenye utata, maana Kiswahili chake mara nyingi kilishia kumkasirisha mwanamke huyo. Sasa wewe mwanaume kama Hamza na nguvu zake na uwezo wake wote anamuomba msamaha mke wake. Wewe ni nani unashindwa kumuomba msamaha mpenzi wako? Hawa wanawake ni viumbe wengine kabisa. Na hakuna kitu ambacho kinamuumiza Hamza kama kwa Reji yani kuonyesha kutokujali chochote. Yani mwanamke anajua umechiti kabisa, but she don't care. Ndivyo Reji alivyo sasa. Sasa unaanzaje kurudia kosa ambalo huyu mwanamke amelifumbia macho? Kumbuka bei ya sumu ni ndogo sana. Bei ya sumu inauzwa ndogo mno. Sumu ya panya ni bei ndogo mno, kwa hiyo ogopa sana mtu ambaye anaonekana kutokujali. Sasa kwa sababu zisizoeleweka alijikuta akichukia. Alijua Hamza alikuwa amezoea maisha ya kuwa huru katika eneo hilo, lakini aliona kama asipomwekea ngumu kidogo itakuwa ni simulizi ya kufikirika tu. Alishia tu kukubali sasa, akizingatia maneno ya mwisho wa bibi yake akimwambia kwamba kama anataka kuwa na mtu kama Hamza basi akubali hawezi kuwa kama wanaume wa kawaida. Afistosha aliona Hamza ni mtu ambaye anafanya vitu ambavyo mwanaume wa kawaida hawezi kufanya. Hivyo aliona ni sawa tu, na ule msemo wa ukipata huku unapoteza kule ndio ulifanya kazi. Yaani unapata huku na kule unapoteza. Lakini muda huo hakuacha kufikiria namna ambavyo Hamza alionekana kuwa mwepesi mbele ya wanawake na hata kulala nao baada tu ya kukutana. Kufikiria tu hivyo aliona hata swala la wao kuwa mume na mke lilikuwa linashangaza, na mtu nje pengine angeona ni kituko juu ya kile kinachoendelea. Anyway, vyote vile ni juu yako, aliongea Regina, na kisha alipandisha juu kuingia kwenye chumba chake. Hamza alishia kujikuna nywele zake tu ambazo zilikuwa zimeloa na kujiuliza imekuwaje huyu mwanamke anabadilika? Yaani asubuhi alionekana kasirika kutokana na kuwa na mwanamke mwingine, lakini dakika hiyo ni kama alikuwa akimruhusu kufanya anavyojisikia, ila tu awe makini. What? Yaani anaruhusiwa kuchepuka lakini awe makini. Wewe siendi, hata kama ni mimi siendi. Hamza hakuelewa kabisa ni kitu gani alichokuwa akifikiria Reji. Yaani anamruhusu akachepuke? Wewe hapana. Lakini hakutaka kulipa kipaumbele sana, na pale pale alitembea na kurudi kwenye chumba chake. Aliona kabisa huo ni mtego. Na baada ya kutoka bafuni wakati akijiandaa kulala, muda ule ule alikumbuka ule muamala wa kiasi kidogo cha pesa ambao ulikuwa umeingia katika akaunti yake ya simu, na pale pale mawazo ya swala la mzee yaliibuka. Msikilizaji, unajua ukweli ni kwamba licha ya mpango wake tokea mwanzo ni kumfahamu mzee, lakini aliona ni kama anachukua muda mrefu sana kufanikisha hilo kutokana na kudili na mambo mengi ambayo hayahusiani hata na misheni yake. Hamza alitaka kutumia ule mshumaa, lakini bado alikuwa akisita kuutumia kutokana na kukosa maelezo ya kina. Licha ya kwamba Frida alimshauri kuutumia, lakini bado hakuwa akiamini watu kirahisi mpaka kuchukua hatua. Kwa namna moja ama nyingine alijiambia anao uwezekano wa kukutana na mzee tu, na kuhusu swala la kumiliki kumbukumbu zake kupitia ndoto hakutaka pia kulifikiria sana, na kujiambia ikitokea jambo hilo kuwa kweli basi atalikabili. Sasa siku iliyofuatia Hamza alienda kazini, na wakati akiwa ndani ya ofisi yake Ana aliambatana na Mima, Yones pamoja na wenzake. Wote waliingia katika ofisi yake. Ana akasema, Hamza, asante sana, tumesikia ulivyoatibua kuhusiana na swala letu. Aliongea hivyo Ana, na ilionekana kila mmoja alikuwa ameguswa na kile Hamza alichofanya. Hamza akasema, sisi wote ni wafanyakazi wa kampuni moja, hivyo lazima nifanye kile ambacho nimewaahidi. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwa hivyo mbele yangu. Aliongea Hamza na kumfanya Ana kulainisha lipsi zake, na kisha akamwangalia kimapozi akasema kwamba kama utakuwa na shida yoyote hakikisha unaniambia. Sasa jamani, Hamza anaingia kwenye mitego jamani. Hamza mara baada ya kusikia sentensi hiyo aliweza kuelewa mwanamke huyo ni kitu gani alichokuwa akimaanisha. Eti kama utakuwa na shida yoyote hakikisha unaniambia. Lakini hakuwa na mpango tena wa kumgusa Ana hapo baadaye. No, mpango wake wa kuwa na ukaribu wa zaidi na wanajeshi hao aliweka pembeni kwanza kwa sababu ya nani? Ya kipenzi chake Regina. Mara baada ya walinzi hao wa kampuni kutoka, simu ya Hamza ilianza kuita,
na alivyoangalia aliyekuwa akipiga aligundua ni Irene. Irene unakakumbuka Hakuwa ameongea na msichana huyo kwa muda kidogo tokea tukio la kulala naye hotelini na asubuhi kuja kuchukua na baba yake. Hey, we mtoto, hujaenda shule tu? Swali gani hilo sasa Hamza bwana? Hata salamu hakuna, afu mimi unaniita mtoto jamani kweli. Ulitaka niulize swali gani sasa ile hali wewe ni mwanafunzi? Haya, niambie uko poa? Mimi niko poa, ile na shida. Aliongea Irene na kumfanya Hamza kukunja sura na kujiambia isije huyo mrembo mchanga anamwandalia mtego tena. Babako anavyokupenda, una shida gani? Mimi nimepata leo leseni yangu ya dereva. Nataka unisindikize nikanunue gari. Babako amekuruhusu kununua gari? Baba nimuomba mwanzo hela akakataa, ila juzi tu kaja na furaha na kunipatia hela nikanunue nalolitaka. Sasa leo asubuhi nimegundua majibu ya vipimo vya DNA yametoka na kunikuta ni mtoto wake. Aliongea na namna ambavyo Hamza alisikia sauti hiyo alitamani kucheka. Ilionekana baada ya babake Irene kusalitiwa mara kibao na mke wake, aliamua kwenda kupima vinasaba vya damu na kugundua Irene alikuwa ni mtoto wake. Hata Hamza aliona mzee huyo anapaswa kuwa na furaha baada ya wasiwasi kumtoka. Lakini kilichomchekesha ni namna ambavyo sauti ya Irene ilikuwa ikisikika. Hamza, kubali basi, mimi nataka nikamkomoe kwa kunidhania mimi sio damu yake wakati tunafanana vitu vingi. Unajua bado ni mwanafunzi. Gari unataka ya nini kwanza? Bwana wewe hayakuhusu. Kama unanipeleka nipeleke, kama utaki basi. Sitaki. Hamza jamani Hamza, mbona upo hivyo jamani? Yaani wewe kila siku sijui unakuaje. Kama unamwogopa Regina mkeo useme. Wewe umejuaje Regina ni mke wangu? Baba kaniambia. Kasema Regina ni mzuri na ana hela kuliko wewe. Hivyo namuogopa sije kukuacha. Inaonekana kila alichosema baba ni kweli. Unamuogopa ATM au sio? ATM? Hamza alijikuta akikuna kichwa chake huku akikunja sura na kutoa tabasamu lililojaa kejeli. Ilionekana alikuwa akijaribiwa ili kumtoa kwenye msimamo wake. Ndio, ATM yako ya hela si ni Regina? Aliongea na kumfanya Hamza sijue namna gani amjibu. Sasa muda ule aliingia Aaron kwenye ofisi yake na akaona ngoja sasa ahodi simu mara moja ili aweze kumsikiliza kitu gani ambacho Aaron kimemleta kwenye ofisi yake. Bro, upo tayari? Aliongea Aaron mara baada ya kumuona Hamza ametoa simu sikioni. Msikilizaji, kama utakuwa umemsahau Aaron ndio walikuwa pamoja na Hamza kwenye game siku ile ya basketball, na Aaron akawa ameumia, akaambiwa hawezi kutoka nje, itabidi abaki tu mumo ili kukamilisha idadi ya wachezaji. Unamkumbuka Sasa ndio huyu Aaron. Kwa hiyo Hamza akasema tayari na nini bro? Kwenda tu, kila mtu ashajiandaa na wapo tayari kwa kuondoka. Aliongea Aaron na kumfanya Hamza macho kumtoka na kugeukia karatasi aliyopewa na Regina inayohusiana sasa na tour hiyo ambayo ameitupa pembeni. Alijikuta akitamani kucheka maana alikuwa ameshasahau kabisa kuhusu swala hilo. Na ni siku hiyo. Japo hata sijajiandaa ila tunze tu. Aliongea Hamza na kisha alikimbia kwenda kwenye ofisi ya Regina kwa ajili ya kumwaga kama anaondoka. Lakini aliambiwa na Linda Regina katoka kwenda kwenye kikao, hivyo alishia kutuma ujumbe pekee. Kila baada ya nusu mwaka kampuni ya Dosam inao utaratibu wa kutoa majina ya baadhi ya wafanyakazi ambao wanaenda tour kutoka katika matawi yote na baadhi ya wanaofanya kazi makao makuu. Moja ya sababu kubwa safari ya kitalii ni kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wa baina ya wafanyakazi ili kuongeza ufanisi mzuri zaidi wa utendaji katika kampuni. Asilimia kubwa ya kampuni nyingi zina utaratibu wa kuwalipia wafanyakazi wao gharama zote za usafiri na malazi kwa ajili ya safari ya kimatembezi kama hiyo. Lakini sio hivyo tu, pia inawapa motisha wafanyakazi kufanya kazi kwa juhudi ili kila awamu inaofika waweze kupata bahati ya kuwa mmoja wa wafanyakazi wanaosafiri. Jambo la kufurahisha ni kwamba kutokana na asilimia kubwa ya wafanyakazi wa kampuni ya Dosam kuwa wanawake, kwa wanaume wachache ambao wanakuwa katika safari hiyo walikuwa kifurahia sana, maana asilimia kubwa wanawake walikuwa ni warembo. Katika awamu hiyo ya kusafiri, Dosam Bank ndio walioshinda nafasi ya kuchagua ni wapi tour hiyo ifanyikie, na walichagua wilayani Lushoto mkoani Tanga. Huku sababu kubwa ilikuwa ni kutaka kwenda kuona kilele cha mlima Joto katika safu za milima ya Usambara. Sasa utalii wa kwenda mlima Joto ulikuwa moja utalii maarufu sana kwa siku za hivi karibuni. Moja umaarufu wake ni kutokana na kwamba mlima unaopatikana katika wilaya ya Mlalo, kijiji cha Kisange, ulikuwa ukipandisha joto kila nyakati za usiku bila kujalisha kuna mvua ilikuwa ikinyesha ama haikuwa ikinyesha.
Mwanzoni wananchi wa kata hiyo, mara baada ya kugundua eneo hilo kupandisha joto nyakati za usiku, walishikwa na hofu kwa kudhania ni volkano inachemka. Lakini serikali ilituma wataalamu kufika ndani ya eneo hilo ili kupima kama hali hiyo ya kilele kupata moto ilikuwa ikisababishwa na volkano. Sasa baada ya utafiti wa kina ulioongozwa na Profesa George Adrian kutokea chuo kikuu cha SUA kwa kushirikiana na wanafunzi wa chuo cha Bristol Uingereza, walikamilisha utafiti wao na kutoa majibu. Eneo hilo kupandisha joto kwake hakusababishwi na mlipuko wa volkano, bali ni mchakato wa kijiolojia unaofahamika kitaalamu kama reductive cooling. Wakielezea kwa kumaanisha kwamba eneo hilo kutokana na kilele chake kuwa na mawe mengi, nyakati za usiku mawe hayo yanapoa na kusababisha eneo hilo kuwa na hali joto. Sasa kutokana na hali hiyo ya kijiolojia, kampuni kubwa Africa Maple inayojihusisha na biashara za motel iliona ni fursa na kujenga hoteli ya kitalii pembezoni mwa mlima huo na kuwapa watalii nafasi ya kufanya hiking na camping juu ya kilele hicho na kufurahia mandhari nzuri ya msitu ya asili. Huku wengine wakilitumia eneo hilo kiimani zaidi, wakiamini ni joto linaloondoa nuksi. Sasa hapo ndo wafanyakazi wa benki ya Dosham walichagua kwa ajili ya kwenda kutembelea katika trip hiyo. Hamza mwanzoni hakuvutiwa na safari hiyo kabisa, lakini mara baada ya kuingia kwenye basi la kisasa la kampuni, alijiambia hakika Regina alikuwa akimpenda kwa kupendekeza kusafiri kwenda tour na wanawake warembo namna hiyo. Hamza mambo. Hamza njoo basi ukae hapa jamani. Hamza mambo. Sauti kibao za wafanyakazi hao ndani ya basi hilo, hasa wa kike, walianza kumsalimia Hamza kwa bashasha, huku wengi wakimwangalia kwa macho ya mitego kwa kuyalegeza. Hamza alikuwa ni mtanashati sana na mwili wake ulikuwa umejengeka kimazoezi huku akiwa ameenda hewani, jambo ambalo lilifanya kuwa ugonjwa wa wanawake wengi. Unajua, kuchanganya rangi ilikuwa sifa ya ziada kwa wanawake kutamani tu kumzalia, lakini hilo halikuwa kubwa ambalo lilimpatia sifa na umaarufu. Mojawapo ya swala lilompatia umaarufu ni tukio la kushinda tuzo katika mashindano ya basketball. Hamza alikuwa maarufu kuanzia ngazi ya kampuni tanzu mpaka makao makuu, na ndio maana wengi wa wafanyakazi walikuwa wakimfahamu. Sasa Aaron akasema, bro, I say, unashobokewa sio poa. Usipoangalia utawala wote ndani ya hili basi, I say. Aliongea Aaron huku akijitahidi kutembelea nyota ya Hamza. Sasa Hamza alishakutoa tabasamu tu. Kwa mbeti ya tawala wote humo ndani ya basi. Ukweli hakuamini kampuni ilikuwa na wanawake warembo namna hiyo. Muda huo Hamza alipewa taarifa na Aaron kwamba kwa sababu yeye alikuwa akienda kwa niaba Regina, basi ndio kiongozi wa msafara wa wafanyakazi hao zaidi ya 400. Hivyo alipanda cheo ghafla pia. Kwa jinsi alivyokuwa akishobokewa na warembo, alijihisi ni kama vile anaogelea angani na hakuna kuweza kumshusha. Na hata kama akitokea malaika, angemkatalia. Hasa baada ya kusalimiana na kila mtu, hatimaye alienda zake na kukaa mbele kabisa. Lakini ni muda huu aligundua siti ambayo iliachwa kwa ajili yake pembeni alikuwepo Captain Yones. Oh, Captain. Sorry, namaanisha mkuu wa idara. Kwa nini wewe upo hapa? Sasa Yones, tofauti na wafanyakazi wengine wa kike, ni yeye pekee aliyemwangalia Hamza kwa macho kauzu. Yaani ilikuwa ni kama vile hakupenda namna ambavyo alikuwa kishobokewa. Mimi pia ni kiongozi wa huu msafara. Wewe ni kiongozi wa wanaume na mimi ni kiongozi wa wanawake. Hujaeleweshwa kuhusu ile ama? Mimi sikujua bwana. Nilijua mimi ni kiongozi wa wote. Ila huu taratibu unanifanyia niamini imeandikwa kabisa kwenye vitabu tukutane tu. Tumeanza kula pamoja na sasa tunaenda tu pamoja. Wewe ndio uliyejipendekeza kuja kwenye meza yangu na sio kuandikwa. Umeelewa? Aliongea huku akishia kujisikitikia kwa ndani, maana hakuwahi kukutana na mwanaume asiye na aibu kama Hamza. Naona ulivyojaa sifa kwa ulivyokuwa ukisalimiana na wanawake. Kichwa kimekujaa. Kwa nini usiende ukakae nao kabisa huko? Yones, mbona nahisi kama unaona hivyo? Kichana nini? Sitaki kuongea na wewe mimi. Aliongea na kisha aligeuza sura yake upande wa dirishani, huku akihisi ni kama joto lishaanza kumvaa. Hamza kujali hata hivyo, maana kulikuwa na warembo kibao waliokuwa wakitaka kuongea naye. Hivyo alijikuta akiwa busy mwenyewe safari nzima. Kutoka Dar es Salaam mpaka Tanga, wilaya ya Lushoto, iliwachukua zaidi ya masaa 6 na mawili kwenda Mlalo. Safari ilikuwa ni ya kuchosha sana kwa Hamza, lakini kwa upande wa wafanyakazi wenzake, kila mmoja alionekana kufurahi mno na wengi walipiga picha katika vituo walivyosimama kwa ajili ya chakula na mambo mengine. Hamza alikuwa busy kweli kupiga picha na warembo na kuwachekesha nini,
Upande wa Yones alikuwa kimya tu, huku akiwa amevaa earpods zake, akionekana ni hakutaka kabisa usumbufu. Kila ofisi lazima inakuwa na mtu ambaye yani anaonekana serious sana. Yani lazima awepo tu. Kila ofisi lazima kuna mtu ambaye ni hataki shobo na watu. Kwa hiyo na kwenye kampuni ya Dosam kuna huyo Yones. Walifika kwanza hotelini na kisha baadhi yao waliotoka kwenda kulala kwenye mahema katika kilele cha joto walianza safari na asilimia kubwa walielekea huko. Sasa baadhi ya wafanyakazi waliuliza kwamba mbona hakuna watu kabisa ndani ya hili eneo? Waliuliza hivyo maana mpaka katika geti la kuingilia msituni kupanda mlima mlinzi hakuonekana. Sasa akaendelea kuuliza, naona hata walinzi hakuna. Tunalipaje hapa sasa? Yones akajibu ya kwamba cheni ujinga, kwani mjui kampuni imelipia kila kitu kwa ajili yenu. Gharama za hoteli ni mpaka huku. Aliongea Yones kibabe kama kawaida yake. Kundi hilo la wafanyakazi waliishia kuelewa na hakuna ambaye alijali tena kuanzia hapo, na ilileta mantiki hata hivyo. Kutokana na kuwa na furaha kubwa, wengi walipiga picha mbalimbali katika mandhari hayo ya kuvutia. Mwekezaji wa eneo hilo alikuwa amefanya kazi kubwa mno ya kulipendezesha na likawa la kitalii kweli. Hamza mara baada ya kuona Yones anazubazuba tu, alimvuta kwake na kuanza kupiga nesefe. Yones, hujaje huko kufanya kazi bwana, bali umekuja kula bata. Hebu acha kukasirika bwana, jilegeze kidogo basi. Aliongea Hamza baada ya kuona picha alizopiga nazo. Hakuna hata moja ambayo Yones alikuwa akicheka. Kwa hiyo inakuhusu nini? Kama unataka mtu akucheka si upige picha na wengine. Mara baada ya kuongea hivyo, aliungana na kundi lingine la mbele ambao walikuwa wameshaanza safari ya kupanda kileleni kwenda kuonja joto la mlima. Hakuna ambaye alikuwa na mpango wa kulala hotelini. Wengi walitaka kwenda kulala katika kilele hicho katika mahema ili kutoa nuksi kama walivyosikia tetesi ya nguvu eneo hilo. Hamza alishia kutoa tabasamu tu, lakini hata hivyo hakuwa na haraka sana. Hivyo taratibu alianza na yeye kuanza safari ya kwenda juu ya mlima, na wanawake wengine na baadhi ya wanaume pia walianza safari. Ilikuwa ni tour ya siku 3 tu. Hivyo usiku huo wangelala katika mlima huo na kesho jioni wangeanza safari ya kwenda kutalii eneo lingine na kisha kuanza safari ya kurudi. Sasa baada ya kupandisha katika kilima hicho kwa lisaa kama moja hivi, wengi wao walianza kuchoka na kupumua na midomo. Sasa mara baada ya kuona Yones na Hamza hawakuwa na dalili kabisa za kuchoka, walishangaa na kuwakubali kwa wakati mmoja. Yones mwenyewe alijishangaa. Ijapokuwa alikuwa ni mtu wa mazoezi, lakini hata hivyo kwa umbali aliyoupanda lazima angekuwa na dalili za kuchoka, lakini matokeo yake ni kama alikuwa akitembea tu kwenye tambarare. Sasa baada ya kufikiria kwa makini, alijua lazima ni mbinu ambayo Hamza amemfundisha na kuifanyia mazoezi kila siku. Kutokana na hilo, alijikuta akimpenda Hamza na kumchukia kwa wakati mmoja. Alimuona ni mtu mwenye uwezo sana, lakini anafanya vitendo ambavyo vinamfanya amchukie. Kipande cha mwisho sasa kuelekea eneo hilo la joto hapakuwa mbali sana, na ilihitajika kutembea kwa kuzunguka. Unajua mlima haupandagi kwenda straight, no, mlima unaupanda kwa yani unaenda kwa staili ya nyoka yani. Na baada ya kutembea taratibu, walijikuta wakigeuza macho yao nyuma na kuangalia upande wa chini, na waliweza kuona vilele vingi vya milima katika eneo hilo. Lakini pia bonde lililokuwa chini yao liliwaogopesha, na wengine mara baada ya kuona wanazidi kwenda juu walianza kushikwa na hofu. Lakini sasa wakati huo wakipiga kelele za malalamishi ya kuchoka. Sasa tukio la ajabu lilitokea. Zilikuwa ni sauti za kuporomoka kwa mawe kutoka juu kwenda chini yaliyoambatana na mchanga. Mawe hayo yalikuwa na speed sana kutokana na mteremko wake. Sasa walijikuta wakishangaa, maana hakukuwa na mvua ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba eti ama kulikuwa kuna dalili ya mvua. No, hakukuwepo. Mawe hayo yalishuka mfululizo na hata chanzo chake hakikuonekana kabisa. Sasa Yones akasema, kimbieni upande ule, msije mkaumia, kimbieni upande ule. Aliongea Yones kwa nguvu baada ya kuanza kusikia sasa makelele ya wafanyakazi wenzake wakilalamika kwamba momonyoko. Sasa mawe yaliendelea kushuka na kusababisha hata kingo za njia ambazo zilikuwa zimejengwa kwa chuma kugongwa na kupinda. Hamza alijikuta akinyosha mkono wake na kuzuia moja ya jiwe ambalo lilikuwa likisogea upande wake kwa kasi, huku akionekana kunja sura. Hamza aliona jambo hilo ni la kushangaza kwa sababu eneo hilo limejengwa vizuri na ilikuwa ni ngumu kutokea kwa maporomoko, kwani kulikuwa na msitu mkubwa na vichaka ikionyesha ardhi yake ilikuwa ni ngumu. Sasa alijiuliza, sasa maporomoko hayo yametokea wapi ghafla tu? Maana hata kama ni volkano haikuwa ikiripuka kwa staili hiyo.
Kwa mtu mzoefu kama Hamza, aliona kabisa hayo sio maporomoko ya kawaida, lazima kuna kitu, ila hakujua ni kitu gani. Sasa kilichomfanya pia kuona sio maporomoko ya kawaida ni kutokuonekana kwa matairi yoyote katika mlima huo, na hata kule hotelini watalii walionekana ni wachache, na getini hawakukuta mtu. Hata kama hoteli hiyo imekodiwa, kwamba eti imekodiwa yote, ilikuwa ni ngumu sana kutokuwepo kwa watalii. Hamza akasema, wote kimbieni kuelekea chini ya mlima, kimbieni. Msiangalie juu nyie kimbieni tu kwa uwezo wenu wote, kimbieni. Aliongea Hamza kwa sauti kubwa akiwaamrisha wenzake wasitazame juu, wakimbie tu kwa jinsi wawezavyo. Wakati huo sasa akiwahimiza watu kukimbia, aliweza kusikia baadhi ya vilio kwa baadhi ya hao wafanyakazi, na yote kutokana na mawe kuzidi kuporomoka. Hamza aliona kwa ukubwa wa mawe hayo, kama ikitokea mtu kugongwa, anakufa hapo hapo au kuvunjika kabisa. Sasa akasema kwamba nyie kimbieni tu kurudi chini, nitazuia ambayo anawakaribia, kimbieni. Mara baada ya kusikia hivyo, na Yones aliruka kuja mbele na kuyazuia, akiacha kujali usalama wake. Alipanga kutumia mwili wake kuzuia mawe hayo ili wafanyakazi hao wasidhurike. Hamza alijikuta ni kama kichaa kinamvaa na kujiambia, huyu mwanamke anajaribu kufanya nini? Hawa amekuwa chuma ghafla. Hasa mara baada ya kuona bonge la jiwe linamshukia Yones kwa kasi, kwa spidi ya chui airuka na kwenda kumkinga kwa mbele. Na muda huo hakujali mawe mengine yaliyokuwa akishukia wengine, na alichofanya ni kukinga yale ambayo yalikuwa akimsogelea Yones. Lakini hata hivyo alihakikisha pia wote wanakimbia kushuka chini bila kupata majeraha. Hasa Yones mara baada ya kutarajia kugongwa na jiwe kubwa, na ghafla akatokezea Hamza, alihisi kama Mungu ameshuka na kumuokoa, lakini baada ya hapo hakujua kilichoendelea. Mawe hayo kwa namna ilivyokuwa kishuka, ilikuwa ni kama vile makombora ya kifo. Ijapokuwa asilimia kubwa walifanikiwa kukimbia, lakini baadhi yao walipatwa na majeraha. Vilikuwa ni vilio kutoka kwa wanawake wakipiga makelele wakati wakikimbia, na hakuna hata mmoja aliyekuwa na ujasiri wa kuangalia nyuma wala kusikilizia maumivu. Kila mtu alikimbia kidhania kuna jiwe lililokuwa likimsogelea, na kufanya hata wale waliokuwa wamechoka kupata nguvu na kukimbia kama wanariadha. Sasa giza na lenyewe halikusubiria, kwani lilianza kutanda ndani ya eneo hilo. Hamza alijikuta akivuta pumzi na kuitoa kwa nguvu, kwani alikuwa amefanya kazi kubwa kwa spidi ya hali ya juu ya kuyabadilisha uelekeo mawe hayo, huku mengine akiyazuia kabisa. Sasa muda huo wakati mawe yanapungua, alijikuta akigeuka nyuma na aliweza kumuona Yones akiwa amepoteza fahamu, huku eneo la paji la uso pakitoka damu. Haraka sana alimsogelea na kumpima mapigo ya moyo, na aligundua alikuwa amepoteza fahamu tu. Hivyo kwa haraka alishtua kituo cha nguvu zake na kumfanya ashtuke. Alijikuta akiangalia kulia na kushoto na kuona namna uchafuzi uliotokea. Naona hujapata majeraha makubwa, sio mbaya. Wengine wako wapi? Kuna aliyeumia? Aliuliza kwa wasiwasi huku akiangalia chini ya mlima. Hamza akasema, siwezi kujua, nadhani turudi kwanza chini tukaangalie kama kuna aliyepata majeraha. Sasa muda huo Yones alijikuta akigeuza macho yake na kumwangalia Hamza na kukumbuka tukio lilotokea kabla kupoteza fahamu. Ilikuwa ni kidogo tu akutane na jiwe, lakini Hamza alitokea na kumkinga kwa mbele. Kwa namna Hamza alivyomsaidia, alijikuta akihisi hisia za tofauti sana katika moyo wake. Kwa nini ulifanya vile? Unadhani ningefanya nini? Ukujua ni hatari kiasi gani kurupuka namna ile? Kama ungeumia, unadhani mimi ningemwangalia vipi Regina usoni? Baada ya kuongea hivyo, Hamza alishia kutabasamu tu. Unafikiria sana ise. Unadhani naweza kufa kirahisi hivyo? Lakini ni mjinga sana. Unadhani mafunzo aliyokupatia yamekufanya kuwa chuma na kutaka ukinga mawe? Kwa uwezo wako jiwe la kilo 5 tu linatosha kukupeleka magharibi. Lakini hebu ona ujinga uliojaribu kufanya. Kama nisingekuwaje? Aliongea Hamza kwa kupandisha sauti na ilimfanya aanze kutoa machozi. Alikuwa amechafuka mno. Yaani vumbi ambalo lilikuwa limempata, na muda huo alikuwa sasa kama mtoto mdogo anayegombezwa. Tokea mwanzo alimuona Hamza kama mtu mchokozi tu ambaye kazi yake ni kuyafanya maisha yake kutokuwa na amani akiwa kazini, lakini katika hatari kama hiyo alionekana ni mtu serious mno ambaye hakutaka kuona akidhurika. Sasa Hamza mara baada ya kuona Yones anatoa machozi, aliona pengine ameenda mbali kwenye kumfokea, lakini hakuacha. Hey Yones, najua ni mwanajeshi, lakini punguza ujasiri usiokuwa na maana. Kwenye hali kama hii ulipaswa kujilinda mwenyewe na sio kulinda wenzako. Ulichofanya kikuwa na utofauti kabisa na kujiua. Alafu mbona unaniangalia tu na machozi yako? Endelea tu kukaa kimya, ila huo ndio ukweli. Wewe sio jabari.
Hamza aliongea hivyo na alishindwa kuendelea kuongea sentensi nyingine baada ya kuvamiwa na kupewa busu nyevu. Kuna mtu kwenye comment alishawahi kusema ya kwamba ninahisi Yones lazima tu atampenda Hamza ama kumtunuku. Hatimaye wewe uliandikaga ile comment, utabiri wako umekuja kutimia hapa. Yones alishindwa kuvumilia. Aliblamba busu nyevu sana Hamza. Halikuwa busu la shavuni bali ni la mdomoni kabisa. Kiufupi ni kwamba alipigwa busu bila ya kupenda na Captain Yones. Lile la kama sekunde 30 hivi huku umefumba macho. Hamza aliweza kuhisi mlipuko wa hisia za mwanamke huyo ni kama sasa ua waridi linalochanua. Mara baada ya nusu dakika, Yones sasa alijikuta akitetemeka na kumsukuma Hamza na kumwangalia kwa macho makavu. Alikuwa na aibu lakini sasa hakutaka kuzionyesha. Akasema ni asante tu ya kunisaidia na wache kunifokea. Wow. Aliongea na ndio muda ambao Hamza sasa akili yake ilianza kufanya kazi sasa na kugusa lips zake zilizobusiwa kijeshi na alijikuta akitoa tabasamu ambalo halikueleweka maana yake. Yones, ulikuwa ukinishukuru au kujaribu kuniogopesha? Busu gani hili sasa la kutaka kuningata mdomo? Unaongea ujinga gani wewe? Hebu niache kwanza tunafanya nini? Yones alitaka kujitetea lakini ghafla tu Hamza alikuwa ameshamshika na kwenda kumkandamiza kwenye mti. Hamza hakumchelewesha. Baada ya kumkandamiza kwenye mti, pale alinamisha uso wake na kumpiga kisi ya muda mrefu sana. Alimpiga kisi la uhakika mpaka sasa alipohakikisha ameanza kuishiwa na pumzi ndio alimwachia. Hamza alishia kutoa tabasamu la kifisi akimwangalia mrembo huyo namna ambavyo alikuwa amebung'aa kwa kila alichofanyiwa. Kama ulinikisi kwa ajili ya kunishukuru, ulipaswa kunikisi vizuri, sio juju tu. La sivyo siku nyingine usije kuanza kunisaidia maana sijakuomba. Muone sana wewe. Yones alijikuta akinamisha kichwa chake chini. Regina ana kazi. Sasa Yones alijihisi ni kama vile moyo wake unakwenda kumtoka kutokana na namna ulivyokuwa kidunda. Anataka kuingia kwenye mikono ya mume wa bosi wake. Yones, najua ushaanza kunipenda muda mrefu tu. Au sio kweli? Fry kadri unavyoweza. Ila mimi sijui unachoongea leo unaongea nini kwa alitaka kujielezea lakini Hamza mara moja alimsogelea na kumziba mdomo na kumfanya kufurukuta tu. Tulia kimya kabisa. Kuna sauti nimesikia. Kuna swala lipo sawa tokea mwanzo. Aliongea Hamza na kuanza kusikilizia sauti kwa umakini kabisa. Na aligundua hazikuwa hatua za mtu bali vilikuwa ni vishindo kama kuna watu waliokuwa wakichimba kitu. Sasa Hamza Yones akasema ni nini hicho? Aliuliza Yones maana yeye mwenyewe hakuweza kusikia hata kidogo. Nilikuwa nikijiuliza inakuaje kukatokea haya maporomoko ghafla tu. Hata uone kuna kitu kipo sawa baada ya sisi tu kuanza kupanda kwenda juu ndio maporomoko alianza. Wewe yani unamaanisha kwamba kuna watu walikuwa wakitushushia mawe na sio maporomoko? Lakini kama ni hivyo, kwa nini sasa mtu anataka kuua wafanyakazi wa kampuni ya Dosam? Ni kwamba inaweza sio swala la sisi kuwa wafanyakazi wa kampuni ya Dosam na kuna sababu nyingine au pengine imetokea tu kiasilia wakati tukiwa tunafika hapa. Sasa kama ni hivyo ni kitu gani sasa tunapaswa kufanya? Kwa sauti ambazo nimesikia, lazima nipande juu na kwenda kuangalia nini kinaendelea. Wewe shuka kwenda chini na ukaangalia hali za wenzetu zipoje, sawa? Alafu pia uwatoe hofu kabisa. Pengine unajua labda tumekufa. Hapana, na mimi nataka kwenda kuangalia pia. Aliongea Yones akiwa na wasiwasi na kumfanya Hamza kufikiria kwa sekunde na aliona kama atamruhusu Yones kushuka mwenyewe inaweza kuwa hatari zaidi, hivyo ni salama akipanda naye kwenda juu. Sawa, twende wote, lakini hakikisha unasikiliza kila ninachokuambia na usifanye vitu vya kijinga. Aliongea hivyo Hamza na kisha Yones macho ya shauku yalichanua huku akitingisha kichwa kubali. Wawili hao kwa umakini mkubwa walianza kupandisha kwenda juu kabisa kileleni huku akiruka mawe na udongo uliokuwa umeporomoka. Hawakuwa na muda wa kujali wenzao waliokuwa chini huko na kuendelea kusonga mbele. Upande wa Hamza wakati huo hakuacha kukumbuka kivutio cha mlima huo kuwa na joto nyakati za usiku na alijiuliza au kilichotokea kina uhusiano na jambo hilo. Lakini hata hivyo hakutaka kujipa maswali mengi ili hali anaukaribia ukweli. Baada ya muda mfupi tu waliweza kufika katika kilele ambacho eneo lake lote lilikuwa tambarare, lakini kadri ambavyo ulikuwa akisogea karibu waliweza kusikia sauti za watu wakichimba na kumwaga mchanga. Sasa sauti ya Kiingereza ilisikika ikisema ya kwamba fanyeni haraka tumalize usiku huu bwana, la sivyo watu watatumwa kuja kuchunguza.
Ndivyo ilivyosikika sauti ya Kiingereza, tena Kiingereza kilichojaa lafudhi ya Kiafrika. Sasa akajibiwa kwamba najua bosi, ndio maana vijana wanaharakisha, kama sio kupoteza muda wetu kudili na yule shombe tungekuwa tunamalizia kazi sasa hivi. Mwingine akasema sisi tuna bahati mbaya sana ise. Kama tungejua kwamba kuna watu watapandisha leo hii katikati ya wiki, tungekuja siku nyingine bana. Sasa sauti kasikika ikisema kwamba hebu acheni ujinga bwana, endelee na kazi. Amesema tukifikisha mita kama 7 hivi kwenda chini, lazima tutaona ishara. Walisikika sasa wakionekana kuchanganya Kiingereza na kilugha. Sasa Yones akauliza kwamba wanaongea nini? Mbona kama nawasikia nusu? Aliongea Yones huku akiangalia fusi la mchanga ambao lilikuwa limechimbwa. Ilionekana yale mawe yote yaliyoporomoshwa walikuwa wameachimba. Hamza hata yeye aliweza kusikia wakiongea vizuri tu, na kutokana na lafudhi zao haikuwa ngumu kuwatambua hawakuwa raia wa Tanzania. Walionekana kuwa kama wa Nigeria hivi ama wa Ghana hivi. Sasa Yones akasema wanachimba madini au kama vipi, tuondoke tu tukawaripoti. Hamza akasema hebu subiri kwanza tuone wanachochimba ni kitu gani. Si itakuwa vizuri zaidi kuwaona wanachochimba kabla kuondoka, au wewe huna shauku? Yones akasema wewe walivyo wengi vile hata uogopi. Vipi kama wakituona na kutushambulia? Hamza akasema acha uoga mtoto wa kike, hata kama wakituona hawaniwezi. Aliongea Hamza kwa kujiamini, na muda ule alimshika Yones kiuno. Unaonaje tukipoteza muda kwa kuendeleza pale tulipoishia pale chini? Aliongea Hamza. Na kutaka kumchelesha, kwani alimvutia kwake na kumforce kumpiga kisu kwa mara nyingine. Yones licha sasa ya kushtushwa na shambulio hilo, hakutaka kutoa mlio kwa kuogopa kuwashtua wakina nani wale wachimbaji. Yaani wao wanaendelea kuchimba mlima na huku wengine waendelee kuchimba yaliomo ndani ya mili yao. Sasa Yones alijikuta kila ineka mwenyewe na kuhisi msisimko wa ajabu mara baada ya Hamza kushika nyashi yake na kusahau kabisa kile kinachoendelea. Sasa baada ya dakika 10 za kumpiga kiss na Hamza kumshika nyashi, alimwachilia na kumwangalia kwa tabasamu la ufidhuli. Yones jicho lilikuwa lilikuwa limemlegea mno na alishindwa hata kumwangalia Hamza usoni. Yones akasema nitakushughulikia tukirudi. Aliongea Yones kwa kumngunya tu maneno na kumfanya Hamza kutamani kucheka. Alijiambia kati yake na yeye nani anakwenda kumshughulikia mwenzake. Sasa sauti za wale watu zilianza kuongea. Sauti ilisikika kwamba tumeona boss, tumeona kuna sauti ya chuma inasikika, unisikia? Ndivyo ambavyo zilikuwa zinasikika sasa. Na walikuwa wanaongea kwa hamasa sana kwamba kuna sauti ya chuma inasikika. Kwa sasa iliyofanya Hamza na Yones kuangaliana, na hawakutaka kusubiri, kwani pale pale Hamza alimshika mkono Yones na kukimbilia sehemu watu wale walipo ili naye akaangalie. Hatimaye waliweza kuona watu waliokuwa na sura nyeusi wakiwa wamesimama kwa kuzunguka shimo, huku ndani yake ikionekana kuna watu waliokuwa wakichimba. Jumla yao walikuwa kama 9 hivi, na shimo ambalo wamechimba lilikuwa refu mno, yani kama choo. Pembeni ya wale watu kulionekana maiti za watu kama 6 hivi, na kwa haraka Hamza alitambua lazima watakuwa ni wafanyakazi wa eneo hilo na wameuliwa nyakati za mchana. Sasa Hamza hatimaye alielewa kwa nini hakukuwa na mtu yoyote kwenye geti la kuingilia. Sauti ya Kiingereza ilisikika ikiuliza kwamba nyinyi wakina nani? Iliweza kusikika hivyo kutokea kwa bwana ambaye hakuonekana kuchimba kabisa. Alionekana kuwa ndio kiongozi wa kundi hilo, na alikuwa amevalia koti la ngozi pamoja na gloves nyeusi mikononi, huku akiwa sasa ameshikilia kiko cha kuvutia sigara. Sasa Hamza akasema sisi ni wapitaji tu wakuu, ila baada ya kuona mnachimba tulitaka kuona kama mmepata mali. Sasa yule bwana akasema yani bora mngekimbia kuliko kujileta hapa. Vijana waueni waungane na wenzao. Aliongea bwana, na wanaume wale wenye sura ngumu pale pale walichomoa visu vyao kwenye viuno na kumsogelea Hamza na Yones kwa ajili ya kumshambulia. Sasa watu wale mara baada ya kuambiwa wamshambulia Hamza na Yones, haraka sana walitoa visu vyao na kushika mkononi wakiwa tayari kwa mashambulizi. Wa kwanza mara baada ya kusogea, Hamza alipiga hatua mbele na kisha kwa ustadi wa hali ya juu alishika mkono wake uliokuwa umeshikilia kisu na kupindisha na kumfanya yule mtu kujichinja mwenyewe shingoni baada ya mkono wake kuvunjika. Huyu alikuwa ni wa kwanza. Sasa wengine mara baada ya kuona wenzao, yani baada ya kuona mwenzao alivyoshambuliwa haraka, walianza kumrushia Hamza visu vidogo kama mishale hivi, lakini Hamza alikuwa mwepesi mno, kwani aliweza kumsogeza Yones pembeni
na wakati huo alikwepa visu vile, na ilikuwa ni kufumba na kufumbua. Alishawasogelea na kuwagusa shingoni, na ukawa mwisho wao. Kwa namna ambavyo alikuwa akipata urahisi wa kudili nao, aliweza kugundua watu hao hawakuwa na mafunzo hali ya juu. Kama ni kundi la kihalifu, basi litakuwa daraja C tu, na kazi yao kubwa ni ujambazi. Sasa yule kiongozi mara baada ya kuona uwezo wa Hamza, haraka haraka alichomoa bastola yake kutoka kiunoni na kumnyoshea. Akaambia kwamba ukisogea tu moja tu nakulipua. Aliongea kwa kuamrisha, akiamini katika silaha yake. Angejua Hamza mtu yote anayemnyoshea bunduki anamuona ni kama bata tu. Lakini hata hivyo silaha ile haikumfanya Hamza kuwa na wasiwasi. Nyinyi wakina nani? Na mnachimba nini? Ongea kila kitu, pengine mimi naweza kukuacha hai. Aliongea Hamza akimuuliza kwamba ni kitu gani hicho anachokichimba. Na ule bwana alianza kushikwa na hofu mara baada ya kuona Hamza hakuwa na wasiwasi kabisa licha ya kumnyeshea bunduki. Sasa ule bwana akasema, tutokea kundi la remote. Kwanza mimi sipaswi bwana kujibu swali lako kama unavyotaka. Yule bwana tena kwa lugha ya Kiingereza akitaka kusema kila kitu, lakini mara baada ya kufikiria katika miiko ya taaluma yake, aliona anapaswa kufanya siri juu ya hiyo mission yake. Sasa Hamza alifikiria kwa umakini na kujaribu kuwaza kama ashawahi kusikia kundi linalojiita kwa jina la Mnyamakomba wa Bukini ndani ya Afrika, ambao ni Ramul. Lakini kadri alivyofikiria hakuweza kusikia, ikimaanisha kwamba kundi hilo ni dogo mno. Hasa kwa namna alivyosikia maongezi yao, watu hao walionekana kupewa kibarua kuja kufanya kazi ndani ya eneo hilo. Lakini kwa namna moja ama nyingine aliona kwa nini alichagua kundi la majambazi ndio waje, yani kwa nini walichagua kundi la majambazi ndio waje kufanya kazi? Au na yeye ni mdogo? Hamza akiwa serious akasema kwamba niambie mlichukua mkichimba, la sivyo utakufa hapa. Mlikuwa mnachimba nini? Sasa yule bwana kutokana na userious aliokuwa nao Hamza, alijikuta akishikwa na hofu kubwa na kufanya mikono yake kumtetemeka, na pale pale aliachia risasi kumlenga, lakini katika hali ya ajabu ilishia katika mikono ya Hamza. Na mara baada ya kuishika mkononi, alimsogelea yule bwana na kisha kumpatia risasi yake mkononi. Na kitendo kile kilimpa hofu kubwa mno, lakini Hamza hakumchelewesha, kwani kitendo cha kupokea ile risasi ilikuwa ni kama mtego kwa kumzubaisha, kwani pale pale alimshika kichwa na kukizungusha, na ikawa ndo mwisho wake. Kitendo kile sasa kilishuhudiwa na wale waliokuwa wakichimba shimo ndani na kutoka chini, walijikuta wakianza kutetemeka kwa woga. Sasa wakasema kwamba tunaomba tusamee bwana, usituue, tulikuwa sisi tukichimba tu kwa ajili ya kutafuta hazina. Waliongea wanaume wale waliokuwa wamechafuka kwa kumwagikiwa na mchanga kwenye nguo zao na kichwani. Hamza akasema, niambieni kila kitu mnachojua, niko kwenye mudi nzuri, hivyo sitamuua mtu. Niambie mnachochimba ni nini? Aliongea Hamza, na watu wale mara baada ya kuona bosi wao amekwisha kufa, haraka haraka walianza kumwambia Hamza hicho wanachokichimba ni kitu gani. Msikilizaji, huo mlima unaopatikana Lushoto katika mkoa wa Tanga ni kitu gani? Serikali japo ilishaenda kule kufanya utafiti, na majibu waliotoa ni kwamba eti kuna mawe tu ya kawaida ambayo ikifika usiku yanapoa, kwa hiyo hamna hatari yote. Lakini wao wameenda kutalii, na kwenda kwa kutalii wanashangaa kuna majambazi wako eneo hilo na wanachimba, na wameshasikia kuna kitu kama chuma hivi katikati, yani kwenye safari yao kuchimba. Je, huo mlima una nini? Je, serikali ilidanganya baada ya watafiti kwenda kufanya huko utafiti wao katika milima huko Lushoto? Ilidanganya ama? Tutafahamu mengi zaidi msikilizaji, lakini pia tutaendelea kujua kipi kitakachotokea mara baada ya tour kuendelea huko. Tunafahamu mliokuaga shule kuna watu walikuaga hawatoki salama kwenye tour zao, yani hawatoki. Kama sio mwanafunzi na mwanafunzi, basi ni mwanafunzi na mwalimu. Sasa haya ambayo ataendelea huko, sidhani kama Yones na Hamza atarudi salama, na sidhani kama Hamza mwenyewe. Anyway, Regina tu ajipange kwa kupokea watoto nyumbani, kwamba huyu ni mtoto wa fulani, huyu ni mtoto wa fulani, huyu ni mtoto wa fulani, kwa hiyo itabidi wale namna. Mwandaji ni Isa Singano. Tutaendelea msikilizaji
kufahamu mengi zaidi tulipoishia hapa. Sawa, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tukutane sehemu inayofuata. Langu jina Lucas Lumbas. Bye bye.